أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungu amsaidie sana. Anasema katika kueleza kumbukumbu za Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, nilikuwa naeleza kuhusu vita vya Yamama. Kuhusiana na hilo kuna maelezo yake mengine kama yafuatayo. Hazrat Abu Said Khudri anasimulia ya kwamba mimi nilimsikia Ibad bin Bishr akisema ya kwamba, e Abu Said, tulipomaliza mambo ya Buzakha usiku ule, mimi niliona katika ruya ya kwamba kana kwamba mbingu imefunguliwa kisha imefungwa kwangu. Muradi wake ni kifo cha kishahidi. Abu Said anasema mimi nikasema inshallah chochote kitakachotokea kitakuwa kizuri. Yeye anasema kwamba siku ya Yamama mimi nilikuwa namwona yeye alikuwa anawaita maanswar na alikuwa anasema ya kwamba njoni kwetu. Hapo watu 400 wakarejea nyuma. Bara bin Malik na Abu Dajjana na Ibad bin Bishr walikuwa mbele yao hadi wote wakafika kwenye mlango wa bustani. Mimi baada ya kutokea kifo cha kishahidi cha Ibad bin Bishr nikamwona kulikuwa na alama nyingi za upanga juu ya uso wake. Mimi nikamtambua kwa alama moja iliyokuwa mwilini mwake. Kisha kuna habari za Hazrat Umme Ammara ambaye alikuwa sahaba mmoja shujaa sana katika wanawake shujaa wa historia ya Islam. Jina lake lilikuwa Nasiba binti Kab. Yeye alishiriki katika vita vya Uhud na akapigana vita kwa ushujaa mkubwa. Waislamu walipokuwa wanashinda, yeye akichota maji katika mtungi alikuwa anawanywesha watu, lakini waliposhindwa kwa muda, yeye akamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na mbele yake akasimama kidete. Makafiri walipokuwa wanasonga mbele na kuelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo alikuwa akiwazuia kwa mshale na upanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye akasema mwenyewe ya kwamba mimi katika Uhud nilikuwa namwona akipigana kulia na kushoto kwangu. Ibn Qamiya alipofika karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umme Ammara akaja mbele na akamzuia. Hivyo kwa sababu ya uvamizi wake, Umme Ammara akapata jeraha kubwa kwenye bega lake. Yeye pia akamshambulia kwa upanga wake, lakini yeye alikuwa amevaa diraya mbili, hivyo hakupata shida yoyote. Kwa vyovyote vile, Umme Ammara ana daraja ya kihistoria. Yeye anasimulia ya kwamba mwanaye Abdullah alimua Musalma Kazzab. Hazrat Umme Ammara siku ile alikuwa ameshiriki katika vita vya Yamama, na katika vita hiyo mkono wake mmoja ulikuwa umekatika. Sababu ya kushiriki kwa Hazrat Umme Ammara katika vita hii iliyoelezwa ndiyo hii ya kwamba mwanaye Habib bin Zaid ambaye
akiwa na hat Amr bin As alikuwa katika Oman. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, huyo alikuwa katika Oman, na habari hiyo ikamfikia Amr. Yeye akarejea kutoka Oman. Njiani akakutana na Muselma. Hazrat Amr bin As akatangulia mbele, Habib bin Zaid na Abdullah bin Wahab walikuwa nyuma yake. Muselma akawakamata wote wawili na akasema, je, mnatoa ushahidi ya kwamba mimi ni mtume wa Allah? Abdullah bin Wahab akasema ndio. Muselma akatoa amri ya kumfunga katika minyororo ya chuma. Yeye hakuamini na alikuwa na wazo kwamba labda anasema ili ajiokoe. Kwa vyote vile kisha akaulizwa Habib bin Zaid ya kwamba, je, unatoa ushahidi kwamba mimi ni mtume wa Mungu? Muselma akamuuliza. Ye akamjibu ya kuwa mimi sisikii. Ye akasema tena, je, unatoa ushahidi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah? Ye akasema ndio. Muselma akatoa amri kuhusu sahaba huyo kwamba yeye akatwe vipande vipande, na kila alipokuwa akimuuliza, je, unatoa ushahidi kwamba mimi ni mtume wa Allah, sahaba huyo alikuwa anasema kwamba mimi siwezi kusikia. Na alipokuwa akisema kwamba, je, unatoa ushahidi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na ni nabii wa Allah, yeye alikuwa anasema kwamba ndio. Hadi yeye akakata viungo vyote vya mwili wake. Mikono yake ikakatwa karibu na mabega yake na miguu yake ikakatwa hadi magoti yake, kisha akamchoma katika moto. Katika tukio hilo zima Habib bin Zaid akaendelea na uimara wake, na Muselma pia akaendelea kumtesa vikali mpaka yeye akauawa shahidi katika moto. Kwa mujibu wa riwaya nyingine, Habib alipoenda kwa Muselma na barua, wakati ule yeye akakata viungo vya mwili wake na kumua, kisha akamuunguza motoni. Umme Amara alipopata taarifa ya kuuawa shahidi kwa mwanaye, yeye akaapa kiapo ya kwamba yeye mwenyewe atapigana na Muselma. Yeye atamua au mwenyewe atauawa shahidi katika njia ya Allah. Khalid bin Walid alipoandaa jeshi la Yamama, Umme Amara akamjia Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na kwa ajili ya kushiriki katika vita akamwomba ruhusa kutoka kwake. Abubakar akasema kwamba mwanamke kama wewe hakuna kitu kinachoweza kumzuia kujitokeza kwa ajili ya vita, hivyo utoke kwa jina la Allah. Katika vita hiyo kuna mwanaye mwingine Abdullah pia alikuwepo. Yeye anasimulia ya kwamba tulipofika Yamama, vita kali ikatokea. Ansar wakaita kwa ajili ya msaada na Waislamu wakawajia ili wasaidie. Sisi tulipofika mbele ya bustani, vita kali ikatokea kwenye mlango wake, na maadui zetu walikuwa kwenye kona moja ya bustani na walikuwa upande wa Muselma. Sisi tukaingia ndani kwa nguvu na tukapigana nao kwa muda. Wallahi nikawaona wakipigana kwa nguvu sana, nami nikamlenga adui wa Mungu yani Muselma ili nimtafute na nimuone. Nilikuwa nimefanya ahadi na Allah ya kwamba nikimuona basi sitamwacha, nitamua au nitauawa mwenyewe. Watu wakaanza kupigana vita na panga zao zikaanza kugongana kana kwamba wakawa vizuivi, na ilikuwa haisikiki sauti yoyote isipokuwa sauti ya pigo la upanga tu. Hadi mimi nikamwona adui wa Allah, nikamvamia. Mtu mmoja akaja mbele yangu na akanipiga kwenye mkono wangu na akaukata. Wallahi mimi sikutetemeka ili nimfikie mtu huyo mbaya, naye alikuwa juu ya ardhi. Huko nikamkuta mwanangu Abdullah, yeye alikuwa amemua huyo. Kuna riwaya inayosema ya kwamba Tume Amara anasimulia ya kuwa mwanangu alikuwa anasafisha upanga wake na kitambaa. Mimi nikamuuliza, je, wewe umemua Muselma? Ye akasema ndio, mama yangu. Mimi nikafanya sijda ya kumshukuru Allah. Tume Amara anasema Allah alikata mzizi wa maadui. Vita ilipokwisha nami nikarejea nyumbani kwangu. Khalid bin Walid akaniletea tabibu mmoja Mwarabu.
yeye akanitibu kwa mafuta yaliyochemshwa. Wallahi, tiba hiyo ilikuwa na uchungu mkubwa zaidi kwangu kuliko kukatika kwa mkono wangu. Hat Khalid alikuwa ananijali sana na alikuwa anatutendea kwa wema daima. Alikuwa anakumbuka haki yetu, na kuhusu sisi alikuwa anajali wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibad anasema kwamba mimi nikasema, e bibi yangu, katika vita vya Yamama, je, idadi ya wajeruhi wa Waislam ilikuwa kubwa sana? Ye akasema, ndio mwanangu, adui wa Allah akauawa na Waislamu wote pia walikuwa wamepata majeraha. Mimi nikawaona ndugu zangu wawili katika hali ya majeraha mpaka walikuwa wamefika karibu na mauti. Watu wakabaki katika Yamama kwa siku 15. Vita ilikuwa imesha kuisha, na kwa sababu ya majeraha ni idadi ndogo tu ya Wahajiri na Ansar waliokuwa wanaswali pamoja na Khalid. Yeye anasema ya kwamba siku ile Banu Taa walijaribiwa sana. Siku ile nikamsikia Adi bin Hatim akisema, subirini, subirini, wazazi wangu wajitolee kwenu. Na mwanangu Zaid siku ile akapigana vita kwa ushujaa mkubwa. Katika riwaya moja imeelezwa ya kwamba siku ya Yamama Hatume Amara alipata majeraha na akapata majeraha 11 ya upanga na mkuki. Pia mkono wake mmoja ukakatika. Hata Abubakar akaendelea kuja kumjulia hali. Ka'b bin Ujra siku ile akapigana vita kali. Siku ile watu wakalazimika kuona mazwila kali na watu wakashindwa na wakikimbia wakaenda kuvuka hata sehemu ya mwisho ya jeshi. Ka'b akawaita, eni Ansar, eni Ansar, njoni kumsaidia Allah na mtume wake. Na akisema hayo akamfikia Muhkam bin Tufail. Muhkam akamshambulia kwa upanga wake na akakata mkono wake wa kushoto. Wallahi, Ka'b hakutetemeka hata kidogo na akaendelea kupigana naye kwa mkono wa kulia, ila hali damu ilikuwa inatoka kutoka mkono wake wa kushoto, hadi akafika katika bustani na akaingia ndani. Haji bin Zaid akiita Aus akasema kwamba, eni Ashal. Hapo Thabit akasema, semeni eni Ansar, wao ni jeshi letu na jeshi lenu. Wao wakaita, eni Ansar, eni Ansar, mpaka Banu Hanifa wakawashambulia. Watu wakasambaratika. Yeye akawaua maadui wawili na mwenyewe pia akauawa shahidi. Umair bin Aus akashika nafasi yake, naye pia akashambuliwa na maadui na akauawa shahidi. Kisha kuhusu Abu Aqil, kuna maelezo yake ya kwamba Abu Aqil alikuwa na uhusiano na Ansar. Yeye siku ya Yamama alikuwa wa kwanza aliyetoka kupigana vita. Akapigwa mshale ambao ukikata bega lake ukafika hadi moyoni. Ye akavuta mshale ule na akautoa nje. Kwa sababu ya jeraha hilo akazofika. Ye akamsikia Maan bin Adi akisema ya kwamba, eni Ansar, murejee ili tuwashambulie maadui. Amar anasema ya kwamba Abu Aqil akainuka ili arejee kwa watu wake. Nikamuuliza, Abu Aqil, una nia gani? Sasa wewe huna nguvu ya kupigana vita, wewe umezofika sana. Ye akanijibu ya kwamba, muhitaji ameniita kwa jina langu. Nikasema kwamba yeye ametaja jina la Ansar pekee na si wajeruhi. Abu Aqil akanijibu kwamba mimi ni kutoka Ansar na mimi lazima nitaitikia wito wake hata kama wengine waoneshe udhaifu. Ibn Umar anasema ya kwamba Abu Aqil akajipanga tena na akainuka na akashika upanga katika mkono wake wa kulia na kisha akaanza kuita, eni Ansar, shambulieni kama mlivyofanya siku ya Hunain. Wakajumuika wote na mbele ya maadui wakawa ngao ya Waislamu mpaka wakawasukuma katika bustani. Wao wakaanza kupigana vita kali na panga zikaanza kugongana zenyewe kwa zenyewe. Mimi nikamwona Abu Aqil mkono wake ukakatika kutoka bega lake na ukadondoka chini. Yeye akapata majeraha 14 na kwa sababu ya majeraha hayo yeye akauawa shahidi.
Ibn Umar anasema kwamba nikamfikia Abu Aqil, yeye alikuwa ameanguka chini na alikuwa anavuta pumzi za mwisho. Nikasema, Abu Aqil? Ye akasema kwa sauti hafifu, labbaika. Kisha akasema, nani ameshindwa? Nikasema kwa sauti ya juu kwamba uwe na habari njema, adui wa Allah Musalama ameuawa. Ye akasema alhamdulillah, na akanisha kidole chake juu na akafariki dunia. Ibn Umar anasema ya kwamba mimi nikamweleza baba yangu Hazrat Umar tukio hilo zima. Yeye akasema kwamba Allah amrehemu. Yeye daima alikuwa akitamani kwamba awawe shahidi katika njia ya Allah, na sawa na elimu yangu yeye alikuwa miongoni mwa maswahaba wapendwa na wateule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ametangulia kuingia katika Islam. Moja bin Murara ambaye alikuwa chifu wa Banu Hanifa, habari zake zimekwisha pita na zimekwisha tajwa katika hutuba za nyuma. Yeye siku moja alieleza kuhusu Maan bin Adi ya kwamba yeye katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ananijia kwa sababu ya urafiki uliokuwa kati yangu na kati yake tangu zamani. Maja anasema ya kwamba vita ya Yamama ilipokwisha, yeye akamjia hata Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akiwa katika ujumbe wa watu. Siku moja Abubakar na wenzake alikuwa anakwenda kuzuru makaburi ya mashahidi. Mimi pia nikatoka pamoja naye hadi hata Abubakar na wenzake wakazuru makaburi ya maswahaba 70. Mimi nikasema kwamba ewe khalifa wa Mtume, sikumwona mtu mwenye kusimama kidete mbele ya panga na kushambulia kwa nguvu isipokuwa maswahaba walioshiriki katika vita vya Yamama. Yani mimi nimewaona wakishambulia maadui kwa ukali. Mimi nikamwona mtu mmoja kati yao, na Allah amrehemu, huyo alikuwa rafiki yangu hata Abubakar akajua na akasema kwamba Maan bin Adi. Nikasema ndio, na hata Abubakar alikuwa anajua ya kwamba sisi ni marafiki. Yeye akasema kwamba Allah amrehemu, wewe umemtaja mtu aliye mwema sana. Nikasema khalifa wa Mtume, kana kwamba hata saizi mimi namuona katika jicho langu la kifikra, nami nilikuwa nimefungwa katika hema la Khalid bin Walid. Waislamu wakatawanika sana mpaka nikaelewa ya kwamba sasa hawataweza kusimama tena, nami nikachukia hali hiyo ya Waislamu. Hata Abubakar akasema kwamba wallahi, je, ni kweli kwamba ulikuwa hukupenda hali kama hiyo? Kwani huyo alikuwa ameritadi na ndio maana alikuwa amefungwa ndani. Yeye anasema kwamba nikasema wallahi mimi sikupenda hali hiyo ya Waislamu. Hata Abubakar akasema kwamba hapo mimi ninamhimidia Allah. Moja anasema mimi nilimwona Maan bin Adi, yeye akifunga kitambaa chekundu kichwani mwake. Alikuwa anawashambulia maadui. Alikuwa amebeba upanga kwenye bega lake na damu ilikuwa inatoka kutoka upanga wake. Ye alikuwa anaita, eni Ansar, shambulieni kwa nguvu zote. Moja anasema ya kwamba Ansar wakageuka na wakavamia na wakashambulia kwa nguvu mpaka wakawaangamiza maadui. Mimi nilikuwa nazunguka pamoja na Khalid bin Walid. Mimi nilikuwa na watambua waliouawa wa Banu Hanifa, na pia nilikuwa nawaona Ansar wao walikuwa wamewawa shahidi na kuanguka chini ya Abubakar. Kwa kusikia hayo akaanza kulia hadi ndevu yake ikalowa na machozi. Imesimuliwa na Abu Said Khudri ya kwamba wakati wa azuhuri ulipowadia, mimi nikaingia katika bustani na vita kali ilikuwa inapiganwa. Hat Khalid bin Walid akamwambia muazini ili atoe azana. Ye akapanda juu ya ukuta wa bustani na akatoa azana ya azuhuri, kisha akawatuma watu ili wawanyweshe wajeruhi. Khalid akatusalisha swala ya azuhuri na alaswiri, na kisha akawatuma watu wenye maji ili waende wawanyweshe wajeruhi. Mimi nikaanza kuzunguka pamoja naye, nikapita karibu na Abu Aqil. Yeye alikuwa amepata majeraha 15. Yeye akaomba maji kutoka kwangu, mimi nikamnywesha maji. Hapo maji yakatoka kutoka majeraha yake na yeye akawa shahidi. Nikapita karibu na Bishr bin Abdullah, yeye alikuwa ameketi katika sehemu yake na akaomba maji, mimi nikamnywesha maji, yeye pia akawa shahidi.
Mahmud bin Labid anasimulia ya kwamba hat Khalid bin Walid alipowaua watu wa Yamama, idadi kubwa ya Waislamu pia katika vita hiyo wakawawa shahidi, mpaka maswahaba wengi wa Mtume saa salam pia wakawawa shahidi. Na katika Waislamu waliokuwa wamesalimika, wengi wao walikuwa wamepata majeraha makubwa. hat Khalid alipoambiwa kuhusu mauaji ya Musalma, yeye akaja na Mujaa ili Mujaa amwambie kuhusu maiti ya Musalma. Yeye yani Mujaa akaendelea kuona maiti ya Musalma katika maiti, lakini hakumuona. Kisha akaingia katika bustani ambapo akaona maiti ya mtu mfupi mwenye rangi ya njano na pua fupi. Hapo Mujaa akasema kwamba huyu ni Musalma ambaye mekwisha mua tayari. Hat Khalid akasema kwamba huyu ndiye mtu ambaye amewafanyeni hivi. Mujaa kwa kuwa alikuwa amefungwa na alikuwa mjumbe wa Banu Hanifa na chifu wao, hivyo yeye alikuwa na nia ya kuwasalimisha Banu Hanifa. Wanaume wengi walikuwa wameisha kufa, lakini Mujaa akafanya njama fulani ili aweze kuwasalimisha watu waliokuwa katika ngome. Yeye akafanya mpango na akafunga mkataba wa suluhu na Khalid bin Walid. Ye akamwambia Khalid bin Walid ya kwamba watu hawa waliokuwa wametoka kupigana nani, watu hawa walikuwa na haraka, ilhali ngome bado zimejaa na wapiganaji, yani kuna wapiganaji wengi wamo kwenye ngome. Hat Khalid akasema kwamba ole wako, unasema nini? Mujaa akasema wallahi nasema kweli kabisa, basi njoo na ufanye suluhu na mimi kwa niaba ya kaumu yangu. Hat Khalid katika vita hiyo, mbele habari zake zitaelezwa kwamba yeye alikuwa amemdanganya Hat Khalid katika vita hiyo kali alikuwa ameshaona hasara kubwa iliyokuwa imetokea kwa Waislamu. Hivyo kwa sababu hiyo ye akaona kwamba ni vyema, kwa kuwa muasi mkweli na chifu wa Banu Hanifa yani Musalma na wenzake amesha uwawa, sasa ni vyema kwamba tufanye suluhu ili Waislamu wasipate hasara nyingine. Basi Khalid akaonyesha ridhaa ya kufanya suluhu. Mujaa baada ya kupata zamana ya suluhu kutoka kwa Khalid akasema kwamba mimi naenda kwa kaumu yangu ili nishauriane nao. Kisha ye akawaendea, ilhali Mujaa alikuwa anajua ya kwamba katika ngome waliobaki ni wanawake na watoto na wazee tu. Yeye akawavisha deraya na akawaambia kina mama ya kwamba wao wapande juu ya kuta za ngome mpaka nirudi. Kisha ye akaja kwa Khalid na akasema kwamba sharti ambalo nimeliweka katika suluhu, watu wangu hawali kubali sharti hilo. Hat Khalid alipoona ngome akazikuta zikiwa zimejaa na watu. Mujaa alikuwa amewakalisha wanawake juu ya kuta za ngome na alikuwa amewavisha deraya. Vita hiyo ilikuwa imewaletea Waislamu hasara kubwa na ilikuwa imechukua siku nyingi. Hivyo Waislamu walikuwa wakitaka kwamba wapate ushindi na warejee, kwani walikuwa hawajui kwamba katika siku za usoni kuna nini kitakachotokea. Hivyo Khalid akafanya suluhu juu ya masharti mepesi kama vile dhahabu na fedha na silaha na nusu ya mahabusu, na pia inasemwa kwamba alikuwa amefanya suluhu juu ya robo moja. Milango ya ngome ilipofunguliwa, ndani yake kulikuwa hakuna mtu isipokuwa kina mama na watoto na wazee tu. Hapo Khalid akasema kwa Mujaa kwamba ole wako, wewe umenidanganya. Mujaa akasema kwamba hawa ni watu wa kaumu yangu, hivyo ilikuwa wajibu wangu kwamba niwasalimishe na sikuwa na jinsi. Kisha barua ya Abu Bakar ikamfikia Khalid ikisema kwamba kila mtu mzima auawe. Lakini barua hiyo ilipofika wakati ile Khalid alikuwa ameshafanya suluhu na watu, hivyo akatimiza ahadi yake na hakuvunja ahadi na akawapa amani. Hivyo Khalid bin Walid kwa ajili ya kumwambia hali ya Waislamu na sababu ya kufanya suluhu akamtumia Abu Bakar barua moja ambayo kwa kuisoma Abu Bakar akamrizia na akafurahi.
hat Khalid alipomaliza mambo ya suluhu kuhusu ngome akatoa amri na watu wakateuliwa juu yao. Moja akala kiapo cha Allah kwamba mambo yaliyowekwa katika suluhu yatakuwa wazi kwako na kila aina ya habari itafikishwa kwa hat Khalid, yani mambo yote yaliyopo baina yetu yatafikishwa kwa hat Khalid. Kisha ngome zikafunguliwa na silaha nyingi zikapatikana katika ngome ambazo Khalid akazikusanya upande mmoja, na pia katika ngome hizo wakazikuta dinari na dirhamu ambazo zikakusanywa na diraya zao zikakusanywa. Kisha mahabusu wakatolewa nje ambao wakagawanywa katika sehemu mbili. Kisha kura ikapigwa kuhusu mali ya ghanima na diraya na minyororo na dhahabu na fedha zikapimwa na sehemu ya 5 ikatolewa. Sehemu 4 zikagawanywa katika watu kwa ajili ya wapanda farasi, sehemu 2 zikapangwa, na kwa ajili ya mmiliki wa farasi sehemu 1 ikapangwa, na katika sehemu hizo pia sehemu ya 5 ikatolewa, na khums hiyo yote ikapelekwa kwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha Banu Hanifa kwa ajili ya kufanya bayati na kuonesha kwamba wao hawahusiki na utume wa Musalma wakajumuika. Watu hao wote wakaletwa kwa Khalid bin Walid ambapo wakafanya bayati na wakatangaza kusilimu tena. Khalid bin Walid akatuma ujumbe wao kwenda Madina kwa Abu Bakr Siddiq. Watu hawa walipofika kwa Abu Bakr Siddiq, hata Abubakar akaonyesha mshangao wake na akasema kwamba nyinyi kivipi mlikuwa mmekamatwa na udanganyifu wa Musalma na mkapotea? Wao wakajibu, khalifa wa mtume, wewe unajua vizuri kuhusu hali yetu. Musalma hakuweza kujifaidisha wala jamaa zake na kaumu yake wakaweza kupata faida yoyote kutoka kwake. Kuna habari ya ndoto moja ya Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr alipomtuma Khalid kwenda Yamama, yeye aliona katika ndoto ya kwamba kuna kijiji cha Hajar na tende zake zimeletwa kwake. Yeye akala tende moja, hapo akaikuta kama ni kokwe ambayo ilikuwa na sura ya tende na ilikuwa ngumu sana, yani haikuwa tende bali ilikuwa kokwe. Akaitafuna kwa muda kisha akaitupa, na utabiri wake aliyofanya ni kwamba akasema kwamba Khalid atalazimika kukabiliana na vita kali zidi ya watu wa Yamama na Allah lazima atatujalia ushindi juu ya mkono wake. Hata Abubakar alikuwa anasubiri kwa hamu habari zitokazo kutoka Yamama, na mjumbe wa Khalid alipokuwa akitoka kutoka kwake, yeye alikuwa anapata habari kutoka kwake. Siku moja wakati wa mchana katika joto, hata Abubakar akatoka nje. Alikuwa na nia ya kwenda Sarar iliyokuwa na umbali wa maili 3 kutoka Madina. Hata Umar na hata Said bin Zaid, Tulaiha bin Ubaidullah na baadhi ya wahajiri na ansar walikuwa pamoja naye. Yeye akakutana na Abu Khasama Najjari ambaye Khalid alikuwa amemtuma. Hata Abu Bakar alipomwona akamuuliza kwamba Abu Khasama, kuna habari gani? Ye akasema kwamba khalifa wa mtume, habari ni njema, Allah ametujalia ushindi juu ya Yamama. Msimuliaji anasema Abu Bakar akasujudu. Abu Khasama akasema kwamba kuna barua ya Khalid kwa ajili yako. Hata Abubakar na wenzake wakamhimidia Allah. Kisha Abubakar akasema kwamba niambie kuhusu vita, kwamba ilikuwaje katika vita. Abu Khasama akaanza kumweleza jinsi Khalid alivyokuwa amefanya na jinsi alivyokuwa amepanga safu za wenzake na jinsi Waislamu walivyopata shida kwa muda na waliouawa shahidi ni kina nani na nani. Hata Abubakar akaanza kusoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na akaanza kuwaombea dua ya rehma. Abu Khasama akasema zaidi ya kwamba khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ni mabedui, wao walishinda juu yetu na wakatufanya kile ambacho tulikuwa hatupendi.
kisha Allah akatujalia ushindi juu yao. Hata Abubakar akasema kwamba ndoto ambayo nilikuwa nimeiona nilikuwa naichukia sana, na nikapata wazo moyoni mwangu ya kwamba Khalid lazima ataona vita kali, na lau kama Khalid asingefanya suluhu na watu wale na angewashughulikia na upanga. Baada ya mashahidi hawa katika watu wa Yamama hakuna aliye na haki ya kubaki hai kwa sababu ya Musailima Kazzab. Akasema kwamba kwa sababu ya Musailima Kazzab watu hawa wataendelea kujaribiwa hadi kiyama, yani watu wake walikuwa wenzake, isipokuwa Allah awasalimishe. Kisha ujumbe wa watu wa Yamama pamoja na Khalid ukamjia Abubakar Siddiq. Kuhusu idadi ya waliouawa, inasemwa ya kwamba katika vita hiyo idadi ya waritadi waliouawa ilikuwa takriban 10,000, na katika riwaya moja 21,000 imetajwa, ilhali waislamu 500 au 600 walikuwa wameuawa shahidi. Katika riwaya zingine idadi ya waislamu waliouawa shahidi katika vita vya Yamama inayoelezwa ni 700, 1,200 na 1,700 pia. Sawa na riwaya moja, katika vita hiyo waliouawa shahidi watu 700 walikuwa mahufaz wa Qurani. Miongoni mwa mashahidi hawa walikuwepo maswahaba wakubwa na mahufaz wa Qurani tukufu ambao daraja yao na cheo chao kilikuwa kikubwa mno katika Waislamu. Vifo vyao vilikuwa pigo kubwa sana, lakini shahada za mahufaz hawa wa Qurani ndiyo ikawa sababu ya kujumuisha Qurani katika zama za baadaye. Katika mashahidi hawa baadhi ya maswahaba walio maarufu ni kama wafuatao: Zaid bin Khattab, Hazrat Abu Huzaifa bin Rabia, Hazrat Salam Maula Abu Huzaifa, Hazrat Khalid bin Usaid, Hazrat Hakam bin Said, Hazrat Tufail bin Amr Dawsi. Ndugu yake Hazrat Zubair bin Awam, Hazrat Saib bin Awam, Hazrat Abdullah bin Haris bin Qais, Hazrat Ibad bin Haris, Hazrat Abad bin Bishr, Hazrat Malik bin Aus, Hazrat Suraka bin Kaab, Hazrat Man bin Adi, mhaziri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Thabit bin Qais bin Shimas, Hazrat Abu Dajjana, Hazrat Abdullah bin Abdullah mwana wa Abdullah bin Ubay bin Salul, na Hazrat Yazid bin Thabit Khazraji. Sawa na baadhi ya wanahistoria, vita vya Yamama ilitokea mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 12 Hijria, ilhali wengine wanasema ilikuwa imetokea mwaka wa 11 Hijria. Utatuzi wake tunaweza kufanya ni kwamba inawezekana kuwa vita hiyo itakuwa imeanza mwaka wa 11 na itakuwa imekwisha katika mwaka wa 12 Hijria. Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema watu waliodai na maswahaba wakapigana nao vita, wote hawa ni wale waliokuwa wameasi zidi ya serikali ya Islam na walikuwa wametangaza vita zidi yake. Musailima mwenyewe katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwindikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba mimi nimeamrishwa ya kwamba nusu ya nchi ya Uarabuni ni kwa ajili yetu na nusu ya nchi ni kwa ajili ya Quraysh. Na baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akamfukuza mtendaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Samama bin Athal kutoka Hajar na Yamama, na akajifanya kuwa mtendaji wa eneo hilo na akawashambulia Waislamu. Pia akawafunga maswahaba wawili wa Madina, Habib bin Zaid na Abdullah bin Wahab, na akawalazimisha kukubali utume wake. Abdullah bin Wahab kwa sababu ya hofu akakubali jambo lake, lakini Habib bin Zaid akakataa, na hapo Musailima akakata viungo vyote vya mwili wake na akamchoma katika moto. Pia katika Yemen pia watendaji ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewateua yeye akawafunga baadhi yao na wengine akawapa adhabu kali. Pia katika Tabri imeandikwa ya kwamba Aswad Ansi pia alikuwa amepeperusha bendera ya uasi dhidi ya serikali ya Kiislam na watendaji ambao walikuwa wameteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa amewatesa
sana na kutoa amri ya kunyang'anya zaka kutoka kwao. Kisha katika Sanaa alikuwa amemshambulia Shahr bin Bazan ambaye alikuwa ameteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtawala wa huko, na akawaua Waislamu wengi na akapora mali zao na akamua gawana, na baada ya kumua gawana akamua mkewe kwa nguvu. Banu Najran pia wakaasi na wakaungana na Aswad Ansi, nao pia wakawafukuza masahaba wawili Amr bin Hazm na Khalid bin Said kutoka maeneo yao. Matukio hayo yote yanadhihiri ya kwamba sababu ya kupigana na wadai wa utume haikuwa hii ya kwamba wao walikuwa wamedai kuwa nabii katika umati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wanadai kwamba wao ndio wasambazaji wa dini ya Mtume, bali sahaba walikuwa wamepigana nao kwa sababu wao wakisitisha sheria ya Islam walikuwa wanaunda kanuni zao, na walikuwa wamejifanya kama wafalme wa maeneo yao, na walikuwa wamewaua maswahaba, na walikuwa wametangaza vita dhidi ya serikali za Kiislam, na walikuwa wameasi dhidi ya serikali iliyopo madarakani. Kisha hat Masihi Maud alayhi salam anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, baada ya kifo chake Waarabu waishio majangwani wakaritadi. Katika wakati huo tete, hat Aisha radhiallahu anha akieleza kuhusu hali hiyo amesema hivi ya kwamba Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ameshafariki dunia, na baadhi ya wadai waongo wa utume wamepatikana, na baadhi wameacha sala, na hali imebadilika. Katika hali hiyo na kwenye msiba huo, baba yangu akawa khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba yangu akakabiliana na ghamu ambazo kama zingetokea kwa milima, basi milima ingepasuka pasuka. Sasa fikirini ya kwamba hata kwa kupata masaibu makubwa kama milima, kutokuacha hima na azma si kazi ya mtu wa kawaida. Hiyo inahitaji uaminifu. Uimara huo ulikuwa unahitaji uaminifu ambao Siddiq akauonesha. Ilikuwa haiwezekani kwamba mtu mwingine angeweza kusimamia yote. Maswahaba wote walikuwepo, hakuna asemaye kuwa hii ni haki yangu. Wao walikuwa wanaona ya kwamba moto umewaka kote kote, sasa nani aingie katika moto huo? Hat Umar katika hali hiyo akaja mbele na akafanya bayati yake, na maswahaba wengine pia wakafanya bayati. Huo ulikuwa uaminifu wake pekee ambao ukamaliza fitna hiyo na ukawaangamiza wale wenye kuuzi. Kulikuwa na watu 100,000 pamoja na Musalma, na maswala yake yalikuwa ni maswala ya ibahat. Ibahat maana yake ni kuhalalisha vitu ambavyo sheria imeviharamisha, na watu kwa kuona mambo yake ya ibahat walikuwa wanaingia katika kundi lake. Ye alikuwa amevihalalisha vitu vingi ambavyo vilikuwa haramu, na habari zake zimekwisha tajwa katika hutuba za nyuma, lakini akasema kwamba watu kwa kuona mambo yake ya kiibahat walikuwa wanaingia kwenye kundi lake, lakini Mwenyezi Mungu akatoa ushahidi wa msaada wake na akawarahisishia Waislamu. Masihi Maud alayhi salam anasema zaidi kwamba jambo hili ni wazi kwa wahakiki wote ya kwamba muda wa ukhalifa wake ilikuwa ni muda wa hofu na masaibu. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia, Islam na Waislamu walikumbwa na masaibu mengi. Wanafiki wengi wakaritadi na wakaanza kuongea zidi ya Islam, na kundi moja la wazushi wakadai madai ya utume, na watu wengi wakaungana nao hadi takriban watu 100,000 walio wajinga na wabaya wakaungana na Musalma Kazzab, na fitna zikaibuka na masaibu yakazidi na mabala yakawakumba wote, na tetemeko kali likatokea kwa waumini. Wakati ule watu wote wakajaribiwa, na zikatokea hali zenye hofu na ya kutisha, na waaminio walikuwa na hali ya unyonge, kana kwamba moto uwe umewashwa moyoni mwao.
na au wawe wamechinjwa na visu. Mara walikuwa wakilia kwa sababu ya kuondokewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mara walikuwa wanalia kwa sababu ya fitina zilizotokea katika sura za moto wenye kuunguza. Amani ilikuwa imetoweka kabisa. Waleta fitina walikuwa wameenea kote kote, na hofu ya waaminio ilikuwa imezidi mno, na mioyo yao ilikuwa imekosa utulivu. Katika muda kama huo hat abubakar sadiq raziyallahu taala anhu akachaguliwa kuwa mfalme na khalifa wa khatamun nabiyin sallallahu alaihi wasallam. Hali na tabia ya wanafiki, makafiri na walioritadi ambayo yeye akaiona ikamfanya kuzama katika huzuni na ghamu. Yeye alikuwa analia kama mvua ya masika inavyonyesha, na machozi yake yalikuwa yakitiririka kama chemchem inavyotiririka. Naye radhiyallahu anhu alikuwa akiwaombea waislamu na islam dua ya kheri. Hata Aisha radhiyallahu anha anasimulia, yeye anasema ya kwamba baba yangu alipofanywa kuwa khalifa na Allah akamjalia uamiri, hapo mwanzoni mwa ukhalifa wake yeye akashuhudia fitina za aina zote na njama za mitume waongo na uasi wa wanafiki na waritadi zikitokea kila upande, na masaibu mengi yakamfikia ambayo kama yange ikumba milima ile ingeanguka na kuwa vipande vipande. Lakini yeye alikuwa amejaaliwa subira kama mitume wanavyojaaliwa. Hadi msaada wa Allah ukamfikia, na manabii waongo wakauawa na waritadi wakaangamizwa, fitna zikaondolewa na masaibu yakatoweka, na swala likatatuliwa, na swala la ukhalifa likaimarika, na Allah akawasalimisha waaminio kutoka mabalaa yote, na akawabadilishia amani baada ya hofu yao, na akawaimarishia dini yao, na akawaongoza wengi, na akawaangamiza wafisadi, na akatimiza ahadi yake, na akamsaidia mja wake Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na akawamaliza viongozi waasi na masanamu yao, na akatia haiba mioyoni mwa makafiri mpaka wao wakashindwa, na mwishowe wakarejea na wakatubu. Na hiyo ndiyo ilikuwa ahadi ya Mungu mwenye jalali, naye ni mkweli kuliko kweli wote. Basi fikirini jinsi ahadi ya ukhalifa ilivyotimia kwa shani yake yote katika zati ya Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha imeelezwa kuhusu Hat Khalid ya kwamba Hat Khalid akimaliza swala la Yamama alikuwa bado kule kule katika Yamama, ndipo Abubakar akamwindikia ya kwamba aelekee Iraq. Riwaya moja inasema ya kwamba Hat Ala bin Hazrmi alikuwa amemwomba Abubakar msaada. Hapo yeye akamwindikia Khalid bin Walid na akamwamrisha kuelekea kwa Ala kwa haraka na kumsaidia. Hivyo Khalid akafika huko na akamsaidia na akamua Muhtam. Kisha akiwa pamoja na Ala akazunguka Khut ni mtaa wa kabila la Abd Qais katika Bahrain ambapo tende zinapatikana kwa wingi. Kisha Abubakar akamwamrisha kuelekea Iraq, na ye akitoka Bahrain akaenda Iraq. Ndoa ya Hat Khalid bin Walid na binti ya Muja bin Murara. Kuhusu ndoa hiyo watu wanaulizana. Katika vitabu vya sera na historia imeandikwa kuhusu ndoa hii ya kwamba baada ya vita vya Yamama kuisha na watu waliobaki wa Banu Hanifa, mkataba wa suluhu ulipofanywa pamoja nao, kisha Khalid bin Walid alikuwa amefunga ndoa moja ambayo sawa na wana historia. Abu Bakar alipopata taarifa ya ndoa hiyo, ye akamkasirikia Khalid bin Walid, lakini Khalid bin Walid alipomwindikia barua yenye maelezo yote, ndipo hasira ya Abu Bakar ikatoweka sawa na maelezo yake. Baada ya kufanya suluhu, Khalid radhiyallahu anhu akamwomba Muja
ili yeye amwozeshe binti yake na yeye. Moja alikuwa anajua kuhusu kisa cha Laila umme Tamim mke wa Malik bin Nuwaira, na alikuwa anajua kwamba hata Abubakar amemkasirikia Khalid. Hivyo akasema kwamba ngoja, wewe utakuwa sababu ya kuvunja mgongo wangu na mwenyewe pia hutasalimika na adhabu ya Abubakar. Lakini hata Khalid radhiyallahu anhu akasema kwamba wewe umwozeshe binti yako na mimi Abubakar. Hivyo ye akamwozesha binti yake na hata Khalid. hata Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa anasubiri habari zitokazo kutoka Yamama, na alikuwa anasubiri mjumbe wa hata Khalid. Siku moja wakati wa jioni alikuwa na kundi la wahajiri na ansar katika sehemu moja, ndipo akakutana na mjumbe wa Khalid radhiyallahu anhu Abu Khaisama alikuwepo. Abubakar alipomwona Abu Khaisama akamuuliza kuhusu habari za Yamama. Abu Khaisama akasema kwamba ni shwari tu, ewe khalifa wa mtume, Allah ametujalia ushindi juu ya Yamama na hii ndiyo barua ya Khalid kwa ajili yako. Hat Abubakar akasujudu sijda ya shukurani na akasema kwamba niambie kuhusu vita ya Yamama. Abu Khaisama, habari hizi zimekwisha tajwa katika nyuma. Abu Khaisama akamweleza mambo yote na akamwambia jinsi Khalid alivyokuwa amefanya na kupanga safu za jeshi na maswahaba ambao walikuwa wameuawa shahidi, na jinsi sisi tulivyoona shida kutoka maadui na kisha wao wakatuzoesha vitu ambavyo tulikuwa hatuvijui vizuri. Kisha Abu Khaisama akaeleza kuhusu ndoa ya hata Khalid. hata Abubakar akamwindikia hata Khalid akisema ya kwamba e mwana wa umme Khalid, wewe umeoa ilhali katika ua lako damu ya Waislamu 1200 haijakauka bado, na kisha moja akikudanganya amefanya suluhu na wewe, ilhali Allah alikuwa amekujalia mamlaka kamili juu yao kwa sababu ya kufanya suluhu na moja na kumua binti yake. Adhabu hiyo ya khalifa wa mtume ikamfikia Khalid, yani barua yenye hasira. Ndipo yeye akamwindikia barua ya kujibu na akajitetea katika barua ile akisema ya kwamba yeye akaandika kwamba mimi Amabad na hapa kwa dini, mimi sikufunga ndoa mpaka furaha ipatikane na amani iwe imestawi. Mimi nimemoa binti ya mtu ambaye kama mimi ningemtumia ujumbe kutoka Madina mtu huyo asingekataa. Naomba radhi, nimeona ni vyema nimtumie ujumbe kutoka hapa nilipo. Kama wewe hupendi ndoa hiyo kutokana na dini au mambo ya kidunia, basi mimi niko tayari kutimiza matakwa yako. Ama swala la maombolezo ya wale waliouawa shahidi, basi kama huzuni na ghamu ya mtu ingeweza kumbakisha mtu kuwa hai au aliye hai au ingeweza kumrudisha mfu, basi huzuni na ghamu yangu ingefanya hivyo. Mimi niliwashambulia maadui katika hali hii kwamba nikakata tamaa ya kuishi na nikawa na yakini ya mauti. Na ama swala la moja na udanganifu wake, basi mimi katika rai yangu sikukosea, lakini sikuwa na elimu ya ghaibu. Kile kilichotokea Allah amefanya katika haki ya Waislamu kama kheri, na amewafanya kuwa warithi wa ardhi na mwisho mwema ni wa wamchao. Barua hiyo ilipofika kwa Abubakar radhiyallahu anhu, hasira yake ikatoweka, na kundi moja la Quraysh na mtu aliyekuwa amekuja na barua ya Khalid, wao wakamtetea Khalid. hata Abubakar akasema kwamba mnasema kweli, na hapo akakubali msamaha na uzuru wake. Khalifa mtukufu anasema inayobaki inshallah nitaeleza katika siku za usoni. Sehemu moja kuhusu waritadi imekwisha tayari.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.